Mkoa wa Mara umetangaza kuwa na deni kubwa la kulipa kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi serikali yake ilivyo utazama mkoa huo kwa jicho la pekee kwa kuupatia fedha nyingi ambazo zimewezesha kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo katika kipindi kifupi cha utawala wake na kuufanya mkoa huo upige hatua kubwa kiuchumi na kijamii. Mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi, ametoa kauli hiyo wilayani Tarime Aprili 25 mwaka 2025 mbele ya katibu mkuu wa CCM Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, muda mfupi baada ya kukagua ujenzi wa soko la kimkakati la halmashauri ya mji wa Tarime. Kama serikali ya mkoa, ninawiwa kwa niaba ya wanamara wote kumshukuru kwa namna ya pekee sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo amekuwa akitizama Mara kwa jicho la pekee sana. Katika mkoa wa Mara imeendeshwa na inaendelea kujengwa miradi mingi kweli kweli, billions of money. Nikiangalia nyaraka zangu pale mkoani, nimeona tangu 2022 hadi sasa mkoa wa Mara umekwisha kupokea shilingi trilioni 1 bilioni 243 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Fedha hizi ni nyingi kweli kweli. Ni fedha ambazo kwa miaka ya zamani na si zamani sana zilikuwa ni bajeti za wizara. Hata sasa kuna wizara ambazo hazipati fedha kwa kiwango hiki, lakini fedha hizo tumepewa wanamara. Hivyo basi wanamara wote hatuna budi kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya Chama cha Mapinduzi. Sanjari na hilo niseme tu kwamba katika hali ya kawaida sisi hatumdai Mama Samia. Hatumdai Mama Samia. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Tarime mjini Mheshimiwa Michael Kembaki amemshukuru Rais Samia kwa kutoa fedha nyingi za utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika jimbo hilo, huku mwenyekiti wa CCM wilaya ya Tarime Bwana Daudi Ngicho akiomba uwekwe utaratibu mzuri wa ugawaji wa vibanda katika soko hilo. Wananchi wa Tarime wana wasiwasi kwamba vibanda vile watagawiwa wao ambao walitolewa maeneo yale. Tunahitaji vile vibanda haki itendeke kwa wanatarime, wapate vibanda ili waweze kufanya biashara. Najua hii ni kanda maalum. Mambo yetu ni maalum. Mawazo yetu ni maalum. Upigaji kula ni maalum. Nikuhakikishie Mheshimiwa Katibu Mkuu, CCM tumejipanga vizuri. Tarime Chama cha Mapinduzi kitashinda. Ndugu zangu, nina imani na wana CCM. Nina imani na wana Tarime waliishi kwenye upinzani na wakachoka, saizi wako ndani ya Chama cha Mapinduzi. Akiwa wilayani Tarime, katibu mkuu huyo wa CCM amepata nafasi ya kukagua ujenzi wa miundombinu ya mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria unaojengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 134 utakaowezesha wilaya ya Rorya na Tarime kupata maji ya uhakika na salama. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CCM, utekelezaji wa mradi huu utagharimu jumla ya shilingi za Tanzania bilioni 138.38 na mpaka kufikia Aprili 2025 jumla ya shilingi za Tanzania bilioni 24.413 sawa na 18.5 zimelipwa tayari. Fedha hizi ni za malipo ya awali advance payment, lakini na malipo ya awamu mbili, ikiwepo hati ya kwanza
na hati ya pili, zote zimeandikwa kwa kandarasi. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CCM, utekelezaji mradi umefikia 14%, ambapo tenki la kuhifadhi maji la lita 300 lililoko Mgabini tulipo sasa limekamilika, na ujenzi wa tenki la kuhifadhi maji lita 1,000,000 kituo cha kusukuma maji ya Masala pamoja na chujio la maji unaendelea. Faida za mradi. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CCM, mradi huu utaimarisha upatikanaji wa maji kwa wakazi 729,496 kwa vijiji 37 vya wilaya za Rorya na Tarime. Vilevile mradi huu utakapokamilika na kuanza kutumika utapunguza magonjwa ya mlipuko kwa wilaya za Rorya na Tarime. Aidha, mpaka sasa mradi huu umeajiri Watanzania 115 kwa wilaya za Rorya na Tarime, na wanatarajia kuongezeka hadi 819 kwa kadri ujenzi wa mradi unavyoendelea. Hitimisho. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CCM, kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Tarime na Rorya, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama katika wilaya za Rorya na Tarime. Hakika ameendelea kutekeleza kwa vitendo adhima yake ya kumtua mama ndoo kichwani. Akihutubia maelfu ya wananchi katika uwanja wa Serengeti wilayani Tarime, Balozi Dr. Nchimbi ameipongeza serikali katika utekelezaji kwa vitendo ilani ya CCM. Mbunge wenu ameongea kwa kirefu kazi nyingi za maendeleo zilizofanyika. Mkuu wa mkoa ameongea na wote wametoa ushuhuda jinsi ambavyo rais wetu anazisimamia serikali zake, lakini vile vile anatanguliza maslahi ya wananchi mbele. Nitumie nafasi hii kuipongeza sana serikali kuu kwa kutenga zaidi ya shilingi bilioni 9 kujenga soko la Tarime. Tarime umaarufu wake ni kanda maalum, kwa hiyo vitu vyake viwe vizuri na viwe vya ubora wa hali ya juu. Mtu akifika ajue nipo kanda maalum. Zamani mlikuwa mnaitwa kanda maalum kwa sababu ya fujo kuwa nyingi, uongo kweli? Lakini siku hizi mnaitwa kanda maalum kwa sababu ya kasi ya maendeleo. Mnaitwa kanda maalum kwa ajili ya uchapakazi wenu. Mnaitwa kanda maalum kwa sababu ya kukataa kuwa waongo, uongo kweli? Kwa hiyo nasema na soko lenu lilitoa heshima kubwa kwenu wenyewe, lakini pia kwa serikali ya CCM. Lakini pia mradi mkubwa wa maji wa zaidi ya bilioni 134 ambao utahudumia Rorya na Tarime. Nimefurahi sana kiwango ambacho serikali imejali na kuheshimu watu wa Tarime na Rorya na kupanga mradi huo mkubwa kabisa wa maji ambao unaenda kuondoa kabisa kero na changamoto za maji. Hii ni baadhi ya miradi ambayo imefanikiwa, lakini kwa ujumla wake hakuna kijiji cha Tanzania, hakuna mtaa wa Tanzania, hakuna kata ya Tanzania ambayo haijaguswa na maendeleo chini ya Rais Samia. Awali katibu mkuu huyo wa CCM amepata mapokezi makubwa wakati akiingia wilayani Tarime yaliyopambwa na waendesha bajaji, pikipiki na magari. GMTV Tarime.